Kwingineko, familia ya afisa wa polisi anayedaiwa kuuawa na mwenzake baada ya ugomvi inataka uchunguzi wa haraka ufanywe ili kuhakikisha jamaa wao wamepata haki. Constable wa polisi Abel Kivoto Kimanzi alivamiwa na kudungwa kisu na mwenzake tarehe 23 mwezi Disemba katika kituo cha polisi cha Salama katika kaunti ya Laikipia baada ya wawili hao kutofautiana. Huzuni na maswali yasiyo na majibu vinaendelea kuigubika familia ya Constable wa polisi Abel Kivoto Kimanzi, afisa aliyehudumu katika kituo cha polisi cha Salama, kaunti ndogo ya Nyahururu, eneo bunge la Laikipia Magharibi, kaunti ya Laikipia. Familia ya Kivoto sasa inatoa wito kwa uchunguzi wa haraka na wa wazi kuhusiana na kifo chake ambacho polisi wamethibitisha kilitokana na ugomvi katika kituo hicho uliomhusisha afisa mwenzake Constable Victor Chesang. One of our officers alindunga mwenzake kisu. Na kwa bahati mbaya that officer passed on. We have arrested the officer who did that crime and will be processed for court anytime. Kulingana na mjane wa Kivoto, Bessie Kivoto, habari za kifo cha mumewe zilishtua familia, kwani hakukuwa na dalili ya mvutano wowote unaomhusisha afisa huyo aliyefariki. Yesterday was called at 2 p.m. by a colleague. He was asked to go and assist by someone who is restless at the police station. So aende akasaidie. Then later on, I didn't know anything that was going on until a police officer who happened to be his colleague in a different, and who is my neighbor, called me and asked me if I had information about my husband. As a casualty, I met some police officers. That was the time I just turned through the people in the surrounding that my husband had passed on. I'm hurt. I still have questions that are not answered, and my heart is burdened. I believe everybody deserves justice. Yeah, so my husband should. Yes. I was given so many stories, rumors, and did not get the right thing. Kwa hivyo naomba serikali inipatie haki. Huku akithibitisha tukio hilo, kamanda wa polisi wa kaunti ndogo ya Nyahururu Joseph Matiku alisema afisa mmoja katika kituo hicho pamoja na wananchi walisaidia kumpokonya silaha Chesang ambaye sasa yuko kizuizini. Just to advise officers not to overreact on certain issues if they are aggrieved by their colleagues. Visu viwili na fimbo yenye matone ya damu inayoaminika kutumika wakati wa shambulizi hilo vilipatikana kutoka eneo la tukio na kuwekwa kama ushahidi. Wakati huo huo, mwili wa afisa huyo aliyefariki ulipelekwa kwenye hifadhi ya maiti ya Pope Benedict ukisubiri uchunguzi. Ben Troy Njue, Darubini.